بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام، ووعد على من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام، وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاء إلا الجنة دار السلام. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وحج وزكى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه نواصل دروسنا، دروس الفقه الحج، واليوم إن شاء الله تعالى بإذنه جل جلاله سوف نتناول جزء من أجزاء المهم في عبادة الحج، وهي شروط الحج. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika muendelezo wa durusi zetu mbalimbali zinazohusiana na fiqhi ya hija, ambapo leo insha Allah akituwafikisha tutaingia katika kipengele miongoni mwa vipengele muhimu katika utekelezaji wa ibada ya hija. Nacho kipengele chenyewe ni sharti za ibada ya hija. Katika ibada au katika kila ibada kuna kuwa na sharti zake ambazo zimewekwa kulingamana na utaratibu uliokuja na miongozo ndani yake. Hivyo katika ibada ya hija, dini yetu ya Uislamu imekuja kuweka masharti maalumu ili iweze kusihi ibada hiyo ya hija. Kama ambavyo kwa mfano katika ibada ya sala kuna masharti, miongoni mwa masharti hayo ni kuwa na tahara, kutia udhu, na haitosihi sala ya mmoja yoyote katika sisi ambaye ataswali bila ya udhu. Kwa hiyo na ibada ya hija pia vile vile ina masharti ambayo yamewekwa na wanazuoni kulingamana na utaratibu uliokuja ndani yake miongozo wa dini yetu ya Kiislamu. Yushtaratu liwujubi alhajj 5 shurut. Ni sharti ili kuweza kuwa wajibu na ulazima kwa mtu katika ibada ya hajj kulingania na kuzingatia masharti 5 yafuatayo. Ili ibada ya mja ya haji iweze kutimia, lazima awe amekidhi vigezo vya masharti 5 yafuatayo. Sharti la kwanza katika masharti hayo, al-Islam. Lazima mja awe ni Muislamu ili ibada yake ya haji iweze kuwa sahihi, iwe imezingatia masharti. Lazima awe ni Muislamu. Fala yajibu al-hajj ala al-kafir. Haimlazimu ibada ya hija yule ambaye kwamba ni kafiri, si Muislamu. Kwake yeye inakuwa si lazima
na kwa maana hiyo wala yasihu minhu, na wala haitosihi ibada hiyo hata ikitokezea yule aliyekuwa si Muislamu kwa mfano akaamua kufanya ibada ya haji, akapita vipengele vyote, akafanya utaratibu wote, haji yake itakuwa si sahihi kwa sababu imekosa kigezo na sharti muhimu miongoni mwa shurutul haji. لأن الإسلام kwa sababu dini ya Uislamu shartun li sihhati al-ibada, ni sharti miongoni mwa masharti ambayo yanapelekea kusihi kwa ibada ya mja. Mja yote ambaye kwamba hatakuwa Muislamu, hata kama atafanya ibada au atafanya mambo ya khairi mbalimbali, basi mambo haya au malipo haya ya ibada alizozifanya na mambo ya khairi yatakuwa ni habaa manthura. Kwa nini? Kwa sababu amekosa kigezo mama cha kwamba yeye aweze kukubaliwa matendo yake ya ibada hizo. Kwa hiyo halikadhalika na ibada ya haji, ili iweze kusihi hija ya mja lazima awe ni Muislamu. Hili ni sharti la kwanza, na ni sharti ambalo kwamba halina pingamizi ndani yake, wanazuoni wote wamekubaliana kujia kusihi kwake, kwamba hili ni sharti asili na haitosihi ibada ya mja endapo ikakosa sharti hili la kuwa na kigezo cha Uislamu. Sharti la pili miongoni mwa sharti ya ibada ya haji, al-aql, ni ile hali ya mja kuwa na akili timamu. Lazima awe na akili. Kuwa na akili kwake ndizo zitakazomfanya yeye aweze kutekeleza ibada hiyo ya haji kwa weledi, lakini pia kwa kuzingatia na kufahamu umuhimu pamoja na fadhila ya ibada hiyo. Fala yasihu al-hajja ala al-majnuni, kwa hiyo haitosihi ibada ya hija kwa mwendazimu au kwa mtu ambaye kwamba ni mpungufu wa akili, hana akili. Hata kama atafanya ibada hiyo ya haji, basi hija yake itakuwa si sahihi. Wala yasihu minhu fi hali jununihi, wala haitosihi pia vile vile katika hali ya kwamba yeye anaendelea bado kuwa ni mpungufu au mwenye uenda wazimu, akiwa bado akili yake haiko sawa, haiko imara katika kuzingatia na kuweza kupambanua mambo mbalimbali, basi ibada hiyo haitokuwa ni yenye kusihi. Lianna al-aqla, kwa sababu akili ya mwanadamu kuwa na akili timivu, shartun li at-taklif, hili ni sharti miongoni mwa yale masharti ambayo yanampasa mja awe analazimika kutekeleza ibada mbalimbali. Kwa mwanadamu, kitu kinachomfanya yeye angie katika ulazima kutekeleza majukumu ya Allah tabaraka wa taala katika ibada mbalimbali ni ile hali ya kuwa na akili. Akili ambayo inaweza kuangalia na kujua zuri na baya, lakini pia vile vile na kuzingatia ndani ya ibada hiyo. Walmajnun laysa min ahli taklif, na kwa maana hiyo itakuwa mwendawazimu au mtu ambaye hana akili, huyo atakuwa yeye haingii katika ile grupu la watu ambao wanalazimika kutekeleza ibada za Allah tabaraka wa taala. Wa marfu'un anhu alqalam, lakini pia vile vile hatochukuliwa hatua yoyote ya kuwaza kuandikiwa dhambi na makosa ambayo anayafanya, kwa sababu sheria haimruhusu kwake yeye kuweza kuandikiwa makosa yoyote ambayo anafanya katika hali hiyo. Kwa hiyo kalamu yake inakuwa marfu'u anhu, inadondoka na haiandiki chochote kinachohusiana na yeye, hata yafika, mpaka pale atakapokuwa amezinduka na kujiwa na akili zake timamu. Kwa na ibada ya hija pia vile vile haitosihi
endapo ibada hiyo itafanywa na mtu ambaye kwamba hana akili. Kama fi hadithi Ali radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ali bin Abi Talib Allah radhinaye, pale aliposema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mjumbe wa Allah rehma na amani zimshukie juu yake amesema, rufi'a alqalamu, kalamu inanyanyuka, kalamu inastopu kuandika, kalamu inakuwa inasita, haiorodheshi chochote kile kinachotoka kwa mja, an thalath, katika hali tatu, katika hali tatu au katika watu wa aina tatu. Mtu wa aina ya kwanza, anin naim, mtu ambaye amelala, hatta yastayqiz, mtu akiwa katika hali ya kulala anakuwa haandikiwi dhambi lolote lile, hata kama ataona katika ndoto zake amefanya jarima, amefanya dhambi kubwa kiasi gani, lakini Allah tabaraka wa taala hamwandiki mja huyo kwa dhambi ya aina yoyote, kwa sababu yuko katika hali ambayo kwamba yeye hawezi kufahamu kile kinachoendelea. Wa ani sabii hatta yablugh, na mtu wa pili wa aina ya pili ambaye haandikiwi na hachukuliwi kwa lolote lile ambalo kwamba atalifanya, as-sabiyu, ni mtoto mdogo ambaye hajafikia rika ya kuwa ni baligh. As-sabiyu, mtoto mdogo, hatta yablugh, mpaka pale atakapofikia rika ya baligh, atakapofikia kuwa tayari amefikia utu uzima, hapa ndo ataanza kuzingatiwa kuweza kuandikwa yale yote ambayo yanahusiana na mwanadamu huyo. Wa anil majnun hatta yafiq, na mtu wa tatu ambaye hachukuliwi hatia aina yoyote wala haandikiwi kosa lolote ambalo analifanya, ni yule mtu ambaye ni mpungufu wa akili, mpaka pale akili itakapokuwa imerejea katika kiwiliwili chake. Thalithan, sharti la tatu miongoni mwa masharti ambayo yanapaswa kuzingatiwa kwa mwenye kuitekeleza ibada ya hija, albulugh, ni kufikia baleghe, kufikia baleghe. Ni ile hali ya mja kufikia rika ya kuingia katika majukumu ya kulazimika kuweza kutekeleza ibada za Allah na kuweza kudhibitiwa kila ambacho anakifanya chema, kuweza kuorodheshwa katika mafaili yake, na kiovu pia vile vile kuweza kuorodheshwa na kuzingatiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fala yajibu alhajj ala sabi, na kwa maana hiyo haitomlazimu kufanya hija kwa mtoto ambaye hajafikia balighe, kwake yeye sio lazima, li'annahu laysa min ahli at-taklif, kwa sababu mtoto ambaye hajafikia balighe yeye anakuwa si katika wahusika ambao wanalazimika kutekeleza majukumu mbalimbali ambayo yamekuja na maagizo ya Allah tabaraka taala. Wa marfu'u anhu alqalam, na pia vile vile kwa sababu mtoto huyo anakuwa muda huo amedondokewa na kalamu, haiandiki lolote lile katika mema au katika maovu ambayo atakuwa anayafanya katika muda huo, hata yablugha, mpaka pale atakapofikia kuwa balighe. Lilhadithi, ushahidi wa haya ni ile hadithi almadhi ambayo imepita hapo nyuma, imekuja kuzungumzia watu wa aina tatu ambao Allah tabaraka taala watu hao hawezi kuwachukulia hatua yoyote kwa sababu ya zile hali walizonazo. Mmoja katika hao ni huyo mtoto ambaye hajafikia rika ya kuwa ni balighe. Ni pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, rufi'a alqalam an thalath,
wasabiyu hatta yablugh, na mtoto mpaka atakapofikia baleghe. Lakini lau hajja, lakini pamoja na kwamba mtoto anakuwa halazimiki kuitekeleza ibada ya hija maadamu yeye hajafikia muda wa kuwa ni baleghe, ikitokezea kwa mfano amehiji, fahajjuhu sahihun, kwa hiyo hija yake mtoto huyo itakuwa ni sahihi. Wayanwi lahu waliyuhu, na ataingiziwa au atanuiliziwa yale manuizi ya kuweza kunuilia ibada ya hija na kuifanya ibada hiyo kupitia wali wake ambaye yeye anamsimamia mtoto huyo kama mzazi, kama mlezi, yule ambaye atakuwa naye katika msafara huo wa ibada ya haji. Idha lam yakun mumayyizan, kwa sharti ataweza kunuiliziwa kuitekeleza ibada hiyo mtoto huyo ambaye hajafikia rika baleghe pale atakapokuwa hajakuwa mtoto mwenye kupambanua na kujua mambo mbalimbali yanayohusiana na ibada ya hija na mengineyo. Wala yakfihi an hajja au an hijjati alislam, na wala mtoto huyo ambaye amefanya ibada ya hija kabla ya kufikia baleghe haitoshelezi hija ile aliyoitenda na kuifanya katika muda huo alipokuwa hajafikia baleghe. Bila khilafin baina ahli alilm, na hili halina ikhtilafu yoyote baina wanazuoni juu ya kusihi kwake au kutokusihi, bali atalazimika kuweza kuitekeleza ibada nyingine ya hijjatul islam baada pale tu atakapofikia rika ya baleghe ya kuwa ni mtu mwenye akili timamu, amefikia daraja ya kuwa ni mtu mzima. Lima rawahu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na dalili ya hayo ni hadithi ambayo imepokelewa na Ibn Abbas Allah radhi nao, anna Nabii sallallahu alayhi wasallam anna imra'atan, kwamba hakika ya mama mmoja siku moja, rafa'at sabiyan faqalat ya Rasulullah ali hadha hajj, faqal na'am ولك أجر. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. Mtume sallama imethibiti katika hadithi kwamba kulikuwa kuna mama mmoja alikwenda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama akiwa anajiandaa na ibada tukufu ya hija, amembeba mtoto wake. Farafa'at sabiyan, alipofika kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama akamnyanyua yule mtoto na kumwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ali hadha hajjun, hivi huyu kijana, huyu mtoto ambaye niko naye hapa atalazimikiwa na ibada ya hija au anaweza kufanya ibada ya hija? Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, naam, ndiyo anaweza kufanya ibada ya hija licha ya kwamba ni mtoto hajafikia baligh. Walakal ajr, na wewe utakuwa na ujira. Walaki ajrun, na wewe utakuwa na ujira kama mama, kama msimamizi wa kijana huyo katika kutekeleza ibada ya haji. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, pia ushahidi mwingine ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa anasema, ayyuma sabiyin, mtoto yoyote yule ambaye hajafikia balighe, mtoto wote yule, hajja, atakaye tekeleza ibada ya hija, atakayefanya ibada tukufu ya hija, thumma balagha, kisha akawa amefikia balighe baada ya yeye kuifanya ibada ya hija akiwa mtoto, akaja akafikia muda fulani tayari amekuwa baligh, amekuwa rika ya watu wazima, fa alayhi hijjatun ukhra. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba huyu mtoto au huyu mtu atalazimika kutekeleza hija nyingine,
ukitoa ile ambayo kwamba aliifanya wakati alipokuwa mtoto. Na hii ni mahallu shahid ya kuonyesha kwamba hija inayofanywa na mtoto ambaye hajafikia baleghe, hija ile inasihi itakapozingatia vigezo, lakini haitokuwa ni yenye kumtosheleza mtoto yule na kutokufanya ibada ya hija kwa mara nyingine baada ya kufikia yeye kuwa baligh. Akaendelea alayhi salatu wasalam akasema, wa ayyuma abdun, na mtumwa wote yule, mtumwa yoyote yule, hajja, ambaye atatekeleza ibada ya hija, thumma utika, kisha akaachwa huru baada ya kufanya ibada ya hija wakati alipokuwa yeye ni mtumwa, fa alayhi hijjatun ukhra, basi na yeye analazimika kuja kuifanya hija nyingine. Na kipengele hichi insha Allah tutakifafanua katika namba 4 miongoni mwa masharti ya hija. Hichi kuhusiana na mtumwa yeye kutekeleza ibada ya hija. Je, itasihi? Na kama itasihi kwa vigezo vipi? Lakini halikadhalika kama haisihi, kwa nini haisihi? Rabi'an, sharti la 4 miongoni mwa masharti ya kuitekeleza ibada tukufu ya hija, al-hurriya, ni mtu kuwa huru. Ni ile hali ya mtu kuwa huru, hajamilikiwa, hajadhibitiwa, ana uwezo wa kutasarruf mambo mbalimbali. Fala yajibu al-hajj ala al-abd, na kwa maana hiyo haitomwajibikia wala kumlazimikia ibada ya hija kwa mja yoyote ambaye ni mwenye kumilikiwa. Kwa mtumwa yoyote ambaye amemilikiwa hana uhuru wa kuweza kulifanya lolote, li'annahu, kwa sababu yake yeye huyo al-abdu mamlukun, ni kiumbe ambaye amemilikiwa na bwana wake. Wala yamliku shay'a, na kwa bahati yeye anakuwa hana umiliki wa chochote kile. Yeye ni mali ya bwana wake, kwa hiyo hana uwezo wa kutasarrufu wala kufanya lolote, kwa sababu yeye ni sehemu ya mali ya bwana wake. Lakini pamoja na yote, lau hajja, ikitokezea kwamba amehiji huyo mtumwa, sahha hijjahu, hija yake itakuwa ni sahihi, in kana biidhni sayyidihi, kwa sharti itakapokuwa hija hiyo aliyoifanya huyo mtumwa ameifanya baada ya kupewa idhini na bwana wake. Waqad ajma'a ahlul ilmi, na kwa hakika wamekubaliana wanazuoni wote, ala anna al-mamluk, kwamba hakika ya yule mwenye kumilikiwa, idha hajja, pindi atakapokuwa amefanya na kutekeleza ibada ya hija, fi hali riqihi, akiwa bado yuko katika utumwa, akiwa yuko katika umiliki wa bwana wake, thumma u'tiqa, kisha akaachwa huru, fa alayhi hijjatul islam, sheria inamlazimu kwamba atekeleze hija nyingine ambayo itakuwa ni hija yake ya Uislamu. Inaitwa hijjatul islam kwa sababu ni hija ambayo inayompasa kila Muislamu kuitekeleza katika maisha yake mara moja. Ile hija ya kwanza kabisa ndio inaitwa hijjatul islam, ambayo inafanywa akiwa mtu tayari amefikia rika baleghe, mwenye akili timamu, katika hali ya kuwa ni Muislamu. Kwa hija ya mwanzo ndio inaitwa hijjatu al-islam. Wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqihi, wala haitomtosheleza na haitokuwa ni yenye
kujitosheleza hija yoyote ile ambayo ataifanya huyo mtumwa akiwa katika umiliki wa bwana wake, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ushahidi wa hadithi ambayo imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadithi iliyopita, wa ayyuma abdun, na mtumwa yoyote yule, hajja, ambaye atatekeleza ibada ya hija, thumma utiqa, kisha akaachwa huru mja huyo, fa alayhi hijjatun ukhra, atalazimikiwa kufanya na kuitekeleza hija nyingine tofauti na ile ambayo aliifanya yeye akiwa bado ni mtumwa. Kwa hiyo hili ni sharti miongoni mwa masharti ya kusihi kwa ibada ya hija ya mja. Sharti la 5 ambalo ni sharti la mwisho miongoni mwa shurutu sihhatil hajj, al-istita'a. Kipengele muhimu sana ambacho kinahitaji ndani yake maelezo. Al-istita'a maana yake uwezo, awe na uwezo wa kutekeleza ibada hiyo ya hija. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala pale aliposema, walillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na kwa Allah peke yake ndiyo watu wanatakikana waende kuitekeleza ibada ya hija kwa kupitia njia au kwa kupitia nyumba yake kongwe iliyopo Makka ambayo ni al-Kaaba. Man istata'a ilayhi sabila, kwa yule atakayekuwa na uwezo wa kuliendea juu ya jambo hilo. Kwa hiyo uwezo ni katika mambo muhimu ya kuweza kuzingatia kwa mja pale anapotaka kuikabili ibada tukufu ya haji. Na kwa maana hiyo فيغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ولا يكفي من يعول إليه. Itabadilika hukumu ya yule ambaye kwamba anayetaka kuitekeleza ibada ya hija pale atakapokuwa hana uwezo wa kifedha wa kimali, na mali hii inakuja pale katika kile kiwango ambacho anapaswa kuwa nacho katika safari yake ya ibada ya haji. Azad maana yake ni kile kinachomtosheleza yeye kukidhi mambo muhimu katika ibada ile au safari ile ya hija, ikiwemo kama vile masuala ya chakula, masuala ya sehemu ya kulala kama kuna gharama hizo, masuala ya kuchinja na mfano wake. Lakini halikadhalika ni pale atakapokuwa hana uwezo wa kuacha chochote ambacho cha kuweza kuhudumikia wale ambao wanasimamia katika majukumu ya lazima ambayo yanampasa yeye kisheria kuweza kuwasimamia kwa kuwalisha na mfano wake. Kwa hiyo hili ni katika jambo muhimu nalo la kuzingatia kwa upande wa uwezo. Kila ambaye anakwenda kuitekeleza ibada ya hija, sheria inamtaka kwamba ahakikisha anaweka mazingira yaliyokuwa bora kabisa kwa wale ambao wanaingia katika usimamizi wake, ili kuweza kuondosha yale yote ambayo kwamba katika changamoto zitakazopelekea kuingia katika makosa yule ambaye atakwenda kuhiji bila ya kuachia huduma hizo.
Lakini halikadhalika itamlazimu mtu kutekeleza ibada ya hija kwa sharti hili la uwezo pale atakapokuwa yamliku rahatu usulihi ila Makkah, ana uwezo wa kumiliki kipando ambacho au gharama za kipando ambacho kitaweza kumfikisha yeye katika sehemu ile ya Makkah kwa ajili ya kuitekeleza ibada tukufu ya haji. Kwa hivi sasa tunaweza tukasema katika muwasalati as-safar awe na uwezo wa kujilipia nauli na gharama mfano wake kama visa na mengineyo, ambazo hizi ni miongoni mwa sababu za yeye kuweza kufika katika mji ule mtukufu wa Makkah na kuitekeleza ibada ya haji. Na halikadhalika inaingia katika gharama za yeye kufika kule tiketi kwa wale wasafiri ambao wanasafiri kutumia ndege, lakini halikadhalika kwa wale ambao wanatumia sehemu za bahari pia vile vile wanatakikana wawe na umiliki wa gharama za kupita katika sehemu hizo. Lakini pia katika yale ambayo yanaingia katika kipengele hichi cha uwezo au badaniyan, anatakikana kiwiliwili chake kiwe vizuri kwa ajili ya kujiandaa na kukabili ibada tukufu hiyo ya haji, kwa sababu ibada ya hija ni miongoni mwa ibada ambazo zinaingia katika mambo mawili. Inaingia katika mambo ya amalia badania, katika masala ya kiwiliwili kama vile kutembea kutoka sehemu kwenda sehemu, na hii ndo kazi kubwa kabisa. 80% katika ibada ya hija ni ile hali ya taharukati, kutoka sehemu kwenda sehemu. Ukiangalia tawaf ni taharukati, ukiangalia sa'i baina Safa wal Marwa taharukati, ukiangalia baina ya kutoka katika sehemu za mafikio mahotelini na kuelekea Mina yaumu tarwiya mwezi 8 pia vile vile ni harakati, kutoka Mina kuelekea Arafa pia vile vile ni harakati ambazo zinahitaji nguvu ya kiwiliwili. Kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa halikadhalika ni harakati. Kutoka Muzdalifa kuelekea Jamarati asubuhi yake halikadhalika ni katika harakati. Kwa anatakikana pia vile vile awe ni mwenye kuweza kupitia kiwiliwili chake, awe anaweza kumudu safari hiyo na harakati hizo zote za ibada ya haji. In kana shakhsan kabira, na ikiwa ni mtu mzee ambaye tayari rika imekwenda na umri, au maridhan, au akawa ni mgonjwa, la yatamakkan min ar-rukubi, kiasi ambacho akawa hawezi kupanda katika kipando chochote kile, kama ndege, kukaa kwake kwa tabu, kwa shida sana kwa sababu ya maradhi alionayo, au kwa sababu ya uzee aliokuwa nao, wa tahmil mashaqqa safar, na ikawa hana uwezo wa kubeba na kuweza kuvumilia yale matatizo yote ambayo yanahusiana na safari, basi huyu yeye atakuwa haimlazimiki kwenda kuitekeleza ibada ya hija, na bali anatakikana amweke mtu badali wa kuweza kuitekeleza ibada hiyo kwa niaba yake yeye ambaye ameshindwa kutekeleza ibada hiyo. Au pia vile vile mtu anaweza akawa hakuitekeleza ibada ya hija kwa kutokuwa na uwezo huu ukaja katika upande wa kiusalama, pia vile vile inaingia kwa upande wa uwezo. Au kana tariqi ila alhajj ghairi aman, au kwa mfano mtu akahofia kwamba mimi nataka nikaitekeleze ibada ya hija lakini siaminishi na sina asilimia za kuweza kuwa mazingira ya salama na amani katika safari yangu hii ya hija. Aidha atazurika yeye au atadhurika pia vile vile kupitia mali yake wa hakadha. Kwa hiyo hapa mtu itakuwa haimlazimu, kwa sababu haya yote yanaingia katika kipengele cha uwezo, na uwezo lazima mtu ahakikishe usalama wake.
Kama kwamba kwa mfano miongoni mwa mifano ya kutoa hai kabisa kupitia swala hili la kuwa na amani katika safari yake mtu anapokwenda kwenye ibada ya haji, kama pale itakapokuwa kuna katika njia hiyo quta'u tariq, watu ambao kwamba ni wakora wanaokuwa wanashika watu na kuwadhulumu, kuwaua na kuwapokonya mali zao, au wabau, au kukawa na janga na maradhi fulani ambayo maradhi haya yanaweza kumpelekea mtu ikawa ni sababu ya yeye kutokuweza kusafiri kuelekea sehemu nyingine au kuelekea katika sehemu tukufu ya Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada hii. Mfano hai katika majanga, miongoni mwa majanga ambayo yamekuja katika miaka ya karibuni iliyopita, ni janga la corona. Corona ilionekana kwamba ni janga miongoni mwa majanga yaliokuwa hatari. Madhara yake ni makubwa, yanapatikana zaidi katika mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu haimlazimishi mtu yoyote katika hali hii kuweza kutoka sehemu anayoishi nchini kwake na kuelekea katika ibada ya haji, kwa sababu tayari kuna jambo ambalo kwamba halitokuwa na usalama ndani yake kupitia afya zao na hata mali zao. Kwa hiyo haya ni katika yale ambayo yanapomtokezea mtu anakuwa anaingia kwenye kutokuwa na uwezo. Hata kama atakuwa na uwezo wa kifedha, lakini kutokuwa na amani ya usalama wa safari yake, au kuhofia janga fulani miongoni mwa majanga ya matatizo na maradhi, haya yote yanaingia katika vipengele au katika kipengele chini ya kinachosema al-istita'a. Kwa hiyo hatakuwa na uwezo wa kutekeleza kwa sababu kuna hofu ndani yake ambayo imejengeka ndani yake. Na hii ni kauli ya Allah tabaraka taala aliposema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kwamba Allah haikalifu na kuilazimisha nafsi yoyote ile kuingia katika mambo ambayo kwamba hayana uwezo nayo, hayana uwezo wa kuyadhibiti na kuyaendea mambo hayo. Haya ni baadhi ya masharti ambayo kwamba matano ambayo ni mashuhuri baina ahli ilmi yanayohusiana na ibada tukufu ya haji kwa yule ambaye anataka kuitekeleza ibada ya hija. Na wapo baadhi ya wanazuoni waliozidisha sharti la 6 ambalo ni al-mahram, kwa mwanamke ambaye ataamua kwenda kuitekeleza ibada ya haji. Anatakikana awe ni mwenye mahram, awe na maharimu wake kama kaka yake au baba yake, ami yake, mume wake, kwa wale ambao tayari wameingia katika majukumu ya kindoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi sahihi ya Mtume SAW inayosema la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayamin fasa'ida illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Mtume sallallahu amethibiti, amesema kwamba la yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke yote yule, tu'minu billahi, ambaye anamwamini Allah tabaraka wa taala, wal yawmil akhir, na akawa naamini kuwepo kwa siku ya mwisho na malipo na kila kinachoingia ndani yake. Antusafira, mwanamke huyu akawa ni mwenye kusafiri, safaran, safari ambayo yakunu 3 ayyam, ikawa imeingia ndani yake masiku yasiyopungua 3, fasa'idan, na kuendelea, kama siku 4, 5 na kuendelea zaidi. Illa, isipokuwa wa ma'aha abuha, anapaswa awe pamoja na baba yake katika safari hiyo, au ibnuha, au mtoto wake wa kiume, au zawjuha, au mume wake kama tayari ameingia katika jambo la ndoa, au akhuha, au pia vile vile awe na kaka yake ikiwa hawapo hao wengine, au dhu mahramin minha, au anatakikana awe na maharimu wake
yoyote ukitoa hawa ambao wametajwa. Lakini katika hili baadhi wanazuoni wamekuja kuweka kipengele cha ruhusa kulingamana na dhurufu za watu ambazo wanaishi ndani yao, kwamba inakuwa ni vigumu kuweza kumiliki au kuwezesha watu wawili katika familia. Kwa mfano yule mwanamke pamoja na mtu mwingine ambaye atakuwa yeye ni maharimu wake. Kwa hiyo itakapokuwa kuna uaminifu wa kutosha kwa kupitia mwanamke huyo katika kuitekeleza ibada hiyo, wapo wanazuoni walioruhusu kipengele hicho. Kwa hiyo haya ni katika masharti ambayo ili isihi ibada ya mja, ibada ya haji, anapaswa kuyazingatia na kuweza kuyafanyia kazi katika ibada yake. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie miongoni mwa wale wenye kuyasikia na kuyafanyia kazi yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na turuzuku riziki za halali tuweze kuitekeleza ibada hiyo ya haji, na tujalie katika wale ambao kwamba hija zao zitakazokuwa zenye kukubalika na kuweza kulipwa ujira wa pepo. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.